Inshallah, karibu sana. Bila shaka umepata ujumbe wetu kuhusu tukio tulilofanya hapa Baraza la Ulama, na Mheshimiwa Mufti amekukaimisha kuwa kaimu wa Shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam. Kitu ambacho napenda nikiseme hapa, mwanzo huu umeingia vizuri kwa sababu naamini huna kampeni yoyote uliofanya ili upate nafasi hii. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, la tasalu al-imara, msiuombe uongozi, fa innaka in utitaha an mas'alati mukilta ilaiha, kwani wewe ukipewa uongozi kwa kuuomba na kufanyia kampeni, basi Mungu anakususia uongozi mwenyewe. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin wa anta alaiha, na kama utapewa uongozi bila ya kuomba wala kufanyia kampeni, basi Mungu atakusaidia. Tuomba Mungu akusaidie, kwa sababu naamini hapakuwa na lolote la kampeni. Lakini jingine kubwa ambalo napenda ulishike, wengine watataka ufurahi, ushangilie, lakini dini inavyosema haisemi hivyo. Dini inasema kwamba man uliya alqadha fakad dhubiha bighairi sikinin, mwenye kupewa uongozi kachinjwa bila ya kisu. Yani akasema walhu malama, mwanzo wake ni lawama, wa usatuhu nadama, na muda wakati na kati wa uongozi ni majuto, wa akhiruhu khizu yawm alqiyama, na mwisho wake ni khizaya na kudhalilika siku ya kiyama, kwa sababu chochote utakachokifanya katika uongozi wako utakikuta siku ya kiyama. Kwa hiyo tukuombe ushikamane sana na Mungu, na Mungu akusaidie, umbembeleze mpaka yeye mwenyewe aone kwamba unambembeleza. Usije ukaona kwamba ninaweza. Muombe sana akusaidie. Wa matashauna ila yasha Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Mungu akuumbeni na yale mnayoyafanya. Kwa hiyo muombe Mungu akushike mkono katika hili. Sisi tumetarajia kwako kheri, Mheshimiwa Mufti katarajia kwako kheri, basi muombe Mungu uwe katika misingi ile aliyokutarajia kiongozi wetu mkuu Mufti. Sina zaidi la kusema ila kuombea kila la kheri kwa wadhifa mpya. Ni kwamba ukiwa kiongozi una mama wili, una sababu ya kupanda sana, kwa sababu imetajwa kwamba viongozi walikuwa wema, waadilifu, watakaa katika viti vya thamani, malele na karibu kuumeni kwa arshi ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya uadilifu na kazi nzuri atakayofanya kubwa. Sisi viongozi wako tupo, na tuna ujumbe ambao tutakupa kwenye barua yako ambao hatuhitaji katika watu hapa. Chukua ushauri, una wazazi, una viumbe, una wakubwa zako waliotutangulia. Kwa hiyo kuwa mwingi wa kushauriana nao, hutopotea, na kuombea kila la kheri katika nafasi yako mpya ya uongozi. Nashukuru sana Sheikh. Kwanza ndugu waandishi wa habari, mfahamu kwa Sheikh Hassan Chizenga kwanza alinisomesha. Kwanza mlifahamu, yani alikuwa ni mwalimu wangu ambaye alinisomesha. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ambariki sana. Sheikh, nimepokea uteuzi huu kwa sura ya huzuni, wala sio sura ya furaha kabisa. Huzuni ni kwamba tayari nimebeba dhima kubwa ya kuaminiwa na Waislamu, na kuaminiwa na baraza, na tayari jicho la Mwenyezi Mungu linanitazama uadilifu wangu kuanzia hii leo baada ya kuwa nimepata huo uteuzi. Lakini khairun nas anfa'uhum linnas, insha Allah, na hidi nitakuwa ni mtumwa wa watu, sio bwana wa watu. Kwa sababu nafasi yote ya uongozi tayari sio kwamba mabega yawe juu. Mwenyezi Mungu anijalie ya Rabbi niweze kuwatumikia watu wa jamii zote, na huu ndio uadilifu, na kidogo nafasi ya uongozi iko hivyo. Tayari nimepokea uteuzi huu vile vile kwa furaha moja ambayo imenijengea furaha kwamba nimeweza kuaminiwa na watu wakubwa kama nyinyi, na nilikuwa sijui thamani yangu ikoje kwa jamii wala kwenu. Nilikuwa ninakuja nalitumikia baraza, mtumishi wa baraza,
nakuja kwenu, lakini sikuijua thamani yangu kama ina value kiasi hicho kwenu nyinyi, kwa sababu bila shaka na this is in reality, ndio ukweli kwamba kabla ya jina la Abasi kumwambia kaimu nafasi hii ya kubwa, lazima kuna majina mliyaona, lazima halikuwa jina labda la kipekee. Kwa hiyo katika hayo majina mlioyaona mkasema huyu anatufaa, nimepokea utumishi huo, sio nimepokea ukubwa, nimepokea utumishi wa kutumikia watu, na niko chini yenu inshallah, na natarajia kupata mwongozo kutoka kwenu, na Mwenyezi Mungu anisaidie kwa hili inshallah. Jazakumullah alkhair. Amin, amin. Asante, asante, asante.